Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Leo tunaenda kujifunza namna ya kuishi na ufalme wa Mungu, namna ya kuishi na ufalme wa Mungu. Pale ambapo ufalme wa Mungu unakuwa umekaa ndani yetu, inatakiwa tuishi vipi ndani ya ufalme wa Mungu? Tunajua Mungu ni mnyenyekevu sana. Mungu ni mnyenyekevu sana. Ina maana pale unapokuwa ndani yake lazima tuishi katika unyenyekevu wake. Hivyo lazima tunyenyekee ili atufundishe kuishi katika unyenyekevu wake. Hivyo tunaenda kuangalia ni namna gani ya kuishi ndani ya ufalme wa Mungu. Tutaongozwa na kitabu cha Luka sura ya 18 mstari wa 17, kinasema kwamba amini nawaambia, mtu yoyote asiyopokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo haingii kamwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mwenyezi Mungu anasema mtu yoyote asiyopokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo haingii kamwe. Tunatambua kwamba mtoto mdogo ana zile stage au hatua ambazo anakuwa pale ambapo anakuwa amezaliwa. Ina maana kuna hatua mtoto aanze tu kuzaliwa na kutembea na kukimbia. Hapana, mtoto ana hatua zake. Mtoto anapozaliwa anaanza na kulala. Akianza kulala anaanza kujifunza kukaa. Akijifunza kukaa anakaa. Akijifunza kukaa anajifunza kusimama. Akijifunza kusimama anaanza kujifunza kutembea. Akitembea anaanza kujifunza kukimbia na mpaka anakimbia. Ina maana zipo hatua ambazo huyu mtoto anazipitia mpaka anaweza kusimama. Bwana Yesu asifiwe tena. Ina maana katika ufalme wa Mungu, hizi ndizo hatua ambazo mtumishi wa Mungu anatakiwa apitie katika ufalme wa Mungu. Ina maana mtumishi wa Mungu inatakiwa ajifunze kulisikia neno. Pia akijifunza kusikia neno, alisikie neno. Akilisikia neno, ajifunze kuhifadhi neno. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo katika hatua zote hizi zinahitaji unyenyekevu sana, kwa sababu kila hatua ambayo anapitia mtumishi wa Mungu lipo neno ambalo lipo kwa ajili ya kumvusha katika hiyo hatua. Hivyo tunaangalia neno la Mungu linashuka katika unyenyekevu. Ina maana mtu huyo ambapo atakuwa amekosa unyenyekevu anaweza kabaki katika hiyo stage ya utoto, na hatari yake ukibaki katika hiyo stage, ina maana kile ambacho umekwisha kujenga moyoni mwako shetani atakuja apite nacho. Ina maana akipita nacho, kitakachobaki hapo ni hofu na kurudi kule ambako umekwisha kutoka. Bwana Yesu asifiwe tena. Ile ndio tafsiri ya kwamba aliye nacho anaongezewa, lakini yule asiye nacho ananyang'anywa, yaani mpaka kile alicho nacho. Na maana uka imani kadogo pia unakuja unatikiswa, unarudi ulikotoka. Bwana Yesu asifiwe tena. Tutaenda kujifunza, wapo watumishi mbalimbali katika kujenga imani. Tutaenda kuangalia kuna watumishi ambao wanajenga imani kamili na wanasimama, na kuna watumishi ambao wanashindwa kujenga imani. Ni vitu gani ambavyo vinatokea? Tutaenda kujifunza. Yesu Kristo tunakumbuka katika kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa kwanza mpaka wa 23. Inasema kwamba Yesu Kristo alitoka nyumbani akaketi kando ya bahari, akawakusanya makutano, akaanza kuwaelezea kuhusu mpanzi. Akasema kwamba mpanzi alienda kupanda mbegu, nyingine zikaanguka penye miamba pasipokuwa na udongo mwingi. Mara zikaota kwa udongo kukosa kina, na jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa 100, 160, 130. Akatoa tafsiri yake katika huyu mpanzi. Tuangalie tafsiri yake. Anasema kwamba
Kila mtu alisikiapo neno la ufalme asielewe nalo, huja yule mwovu akalinyakua lililopandwa moyoni mwake. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. Bwana Yesu asifiwe tena. Naye aliyepandwa penye miiba, huyo ndiye alisikia lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali ulisonga lile neno, likawa halizai. Aliyepandwa penye udongo mzuri, huyo ndiye alisikiaye lile neno na kulielewa neno. Yeye ndiye azae matunda, huyu 100 na huyu 60 na huyu 30. Bwana Yesu asifiwe tena. Kuna watu wa design tatu hapa. Kuna yule ambaye alipanda mbegu kwenye miamba. Kuna yule ambaye alipanda mbegu kwenye miba. Kuna yule ambaye alipanda mbegu kwenye udongo mzuri. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunakumbuka wana wa Israeli walizunguka mlima Seiri siku 40. Sababu ni moja, walikuwa wana vichwa vigumu kama miamba. Ina maana walikuwa hawalisikii neno la Mungu. Ina maana pale ambapo wewe mwanadamu utakuwa ulisikii neno la Mungu, wewe tambua kabisa utazunguka mahali pamoja. Kama ni utumishi unao Mwenyezi Mungu ndo amekuvuta, ina maana utazunguka mahali pamoja mpaka utakuja kuzeeka, kwa sababu haumrudii Yesu Kristo akuonyeshe njia, utabaki pale pale. Na kama ulikuwa na huduma, mwisho wa siku unaweza ukaiacha hiyo huduma. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tunaangalia wapo wale watu ambao walianza na Yesu Kristo, wakalisikia neno vizuri, lakini baada ya kuendelea katika hizo huduma zao wakakumbwa na udanganyifu. Ina maana walikuwa ni manabii, lakini wakawa manabii wa uongo. Bwana Yesu asifiwe tena. Sababu ni nini? Sababu ni tamaa. Na tunajua kwamba manabii wa uongo hawa wanakuwa wanaongozwa na mkuu wa anga ambaye ni Shetani, ambaye anakuwa anawapa uwezo wa kukamata roho za watu. Bwana Yesu asifiwe tena. Kuna wale ambao neno wamelipanda kwenye udongo mzuri, na maana ufahamu wao ulilipokea neno na pia ukaliamini na ukakubali kunyenyekea. Hawa ndio Mwenyezi Mungu anawatambua. Hivyo basi wanasema kwamba waliopanda neno katika udongo mzuri ni wale ambao walijenga imani ikazaa ikawa kubwa. Bwana Yesu asifiwe tena. Hawa ndio wenye mioyo safi. Hawa ndio wenye roho zilizopondeka. Hawa ndio wanatetemeka wasikiapo neno la Mungu. Hivyo basi hawa ndio watoto wadogo. Pale ambapo dunia ilikuwa inakuja kuwadanganya, ilikuwa inakuja kuwasonga waweze kumwacha Yesu Kristo, walikataa kumwacha Yesu Kristo, wakaendelea kumsikiliza Yesu Kristo. Na maana Yesu Kristo yeye ndiye aliwainua zaidi na zaidi. Hivyo katika utumishi wa Mungu, yule ambaye ni mdogo katika ufalme wa Mungu ndiye mkubwa katika ufalme wa Mungu. Nenda kuangalia katika kitabu cha Yohana sura ya 11 mstari wa 11, kinasema kwamba amini nawaambieni, hajaondokea mtu katika uzao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji, walakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Bwana Yesu asifiwe tena. Hapa tumekwisha kuangalia yule ambaye ni mdogo katika ufalme wa Mungu, ina maana ndiye mkubwa katika ufalme wa Mungu. Tunakumbuka kwamba aliyeanza kuzaliwa ni Yohana Mbatizaji, ndipo alipofuata Yesu Kristo. Lakini Yohana Mbatizaji alisema mimi nipungue, wewe uongezeke. Kwa sababu gani? Alitaja habari zake kwamba yeye ndiye yuko kabla yake. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi tumekwisha kuangalia ni watu gani ambao wanainuliwa na Mungu wa mbinguni.
ni wale ambao wamemwacha Yesu Kristo ndiye atawale katika ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo, ikiwa wewe ni mtumishi wa Mungu, mwache Yesu Kristo atawale ndani yako, utaona mengi makuu. Atakufanyia mambo mengi ambayo ni makuu, hata yale usiyoyajua. Bwana Yesu asifiwe. Tena baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi, zaidi kusema Mwenyezi Mungu awalinde wote.